الحمد لله على إحسانه، وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل في علاه، فقد فاز المتقون. بعد يكم حميد مولى سبحانه وتعالى، ndugu zangu, nakuhusieni nami nahusia nafsi yangu kumcha Allah tabaraka wa taala. Mafanikio ya hapa duniani leo na kesho akhera yapo kwenye mwamvuli wa uchaji Mungu. Ndugu zangu katika imani, tulikuwa na silsila yetu ambayo tunaendelea nayo ilikuwa dhikrul maut wa rihlatun al-khulud, mandharul maut wa ma ba'da al-maut. Silsila ambayo kwamba tulikuwa nayo katika hutuba za nyuma takriban 4, tulizungumzia na kutaja habari ya maut, safari ya milele ambayo kwamba atakayesafiri safari hii la yaudu ila yaumi alqiyama, hawezi kurejea mpaka kiyama kisimame. Wa mandharu almaut, na tukazungumzia ndani yake mtazamo mzima wa kifo. Wama baada almaut, na yale ambayo kwamba yatakuwepo baada ya kifo. Tukaweza kuelezea habari hizo mpaka tukafika kumzungumzia mja mwema anavyoondoka duniani kuelekea kwa Allah tabaraka wa taala, na mpaka kubakia kwenye maisha ya barzakh, na kuweza kufunguliwa kaburi yake na kuletewa baadhi ya furaha na starehe za peponi kama anavyoeleza Mtume alayhi salatu wasalam. Tukabakia na sehemu nyingine ya hotuba hiyo, ikawa tuje kumzungumzia al-abdul kafir, mja mwanadamu aliondoka duniani hali ya kuwa bado ni kafiri. Maudhui hii ya namna gani mwanadamu aliyemkufuru Allah tabaraka wa taala, maandalizi ya kurudi kwa Allah tabaraka wa taala yanakuwaje kwake, kutoka roho inapoguswa mpaka kutoweka ndani ya mwili wake na mpaka kufika mbele ya Mola subhanahu wa taala. Hii ilikuwa ni maudhui ambayo nayo inahitajia hotuba 4 zingine. Ama leo, kabla tuende kwenye maudhui hiyo na kuendelea na silsila hiyo, tunaipigia break kidogo. Itakuja kuendelea kuanzia Ijumaa inayokuja. Hotuba hiyo tutakuja kuianza rasmi namna mwanadamu aliyemkosea Allah tabaraka wa taala na akabeba sifa ya ukafiri anavyoondoka duniani. Allah asema, huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Yeye Allah ndiye kakuumbeni nyinyi nyote. Allah kakuumbeni nyote wanadamu. Viumbe vyote hivyo mnavyoviona na msivyoviona, muumbaji ni Allah subhanahu wa ta'ala. Faminkum kafirun, lakini kumbukeni, ndani yenu katika nyinyi mlioumbwa na Mola kuna makafiri. Tena Allah kaanza na makafiri kwa sababu ni mingi mno. Wa minkum mu'minun, na kati yenu kuna waumini waliobeba sifa ya iman, la ilaha illa Allah.
wallahu bima ta'maluna basir, naye Mwenyezi Mungu kwa yale mnayoyatenda duniani hapo anaona. Ikiwa ni vitendo vya imani, Mwenyezi Mungu anaviona, na ikiwa ni matendo ya ukafiri, Allah anayaona. Na nyote nyie hakuumbeni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa tukazungumzia habari ya waumini, namna wanavyoelekea kwa Allah tabarak wa ta'ala mpaka kaburini. Tukirudi katika Ijumaa zitakazokuja, tutaingia moja kwa moja kwa kafiri, namna anavyorudi kwa Allah tabarak wa ta'ala. Ama leo Ijumaa hii kwa dakika chache kabisa, ta'alau ma'i, ebu zingatieni na mje pamoja nami, ila qawlihi sallallahu alayhi wasallam, tuje kuigusia kauli ya Mtume alayhi salatu wasalam alipowaambia umma wake, balighu anni, nifikishieni mimi, fikishieni habari zote kwa ajili yangu, yani fikisheni ujumbe wa Allah kwa ajili yangu, walau ayatun, hata kama muislamu atafikisha aya moja. Hadithi hii ndio tutakayoishi nayo, kwamba tufikishe katika mafundisho ya Mtume hata kama robo dakika, tufikishe katika majambo aliyokuja nayo Mtume kwa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, walau ayatan wahida au hadithan wahida au mawdu'an qasiran basit, hata kama ni aya moja tuifikishe, au iwe ni hadithi moja tuifikishe, au hata iwe ni topic fupi yenye fawaidi tele tuifikishe kwa ummat Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kichwa chetu cha habari leo, natadhakar sunanul adhan 6. Tunakumbushana katika khutba ya leo sunna ya adhana, sunna za adhan 6. Tuchambue sunna 6 za adhan, kwa sababu huenda ulingano huu hatujui faida zake tukapata hasara, lakini huenda tukishajua faida za adhana tukaweza kufanya bidii na kuzipata faida hizo. Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ah, enyi mliopata imani ya Uislamu, imani ya Allah subhanahu wa ta'ala, inaponadiwa swala ya siku hii ya Ijumaa, yule muadhini anapoadhini wa kwanza na anapokuja kuadhini muadhini wa pili, mnadi huu na mbiu hii huwa inawaita watu kwenye swala. Na lau kama kutakuwa na jambo mbadala, adhana yake inabadilika. Kama adhana imeadhiniwa kwa sababu tofauti na sala, ile adhana hubadilika matamshi yake. Lakini inapoadhiniwa adhana iliyokusudiwa swala, kila mmoja anafahamu kwamba adhana hiyo tunaitwa msikitini kwenda kuitekeleza sala. Ibn Maktum Abdullah huyu sahaba ambaye alikuwa ni kipofu radhiyallahu anhu, amekuja kwa Mtume anaomba idhini na ruhusa, ya Rasulullah, mimi bana ni mtu ambaye sioni, wala ahadun yaquduni ila salah, wala sina yeyote wa kunishika mkono kunielekeza kuiendea sala msikitini. Je, ninayo nafasi? Je, ninayo nafasi ya kuswali nyumbani? Mtume kamtazama, ni kipofu huyu. Kwanza akamwambia ndio. Yule bwana akasimama kuondoka zake, kafika mahali kidogo, akasema njoo, rudi. Hal tasma'u nida, pale nyumbani kwako adhani kaadhiniwa, unaisikia? Qala na'am. Sahaba akasema ndio. Tumekamwambia faajib, itikia adhana. Kama ikiadhiniwa adhana
kutoka msikitini hadi nyumbani kwako unapata sauti ya muadhini, basi itikia, huyo ni kipofu. Radhiyallahu anhu. Tujiulize sisi Waislamu, adhana ngapi dunia hii zimeadhiniwa hatujajibu? Adhana ngapi kwenye maisha yako au yangu zimeadhiniwa tukazisikia, tumekaa au tumelala kwenye marazi yetu na tusiitikia adhana hizo, wakati sisi tuko wazima, sio zipofu wala sio viwete? Zunguka hii area ya New York, umtafute kiwete Muislamu yuko? Hii New York Tongenyama yote hii zunguka, kama utampata Muislamu ni kiwete hapa, hawezi fika msikitini kwa wepesi. Au tuzunguke hapa tumtafute kipofu hapa area yetu hii, tusiende mbali hapa tu. Wewe mwenyewe, jirani yako na wale wanaoishi ndani ya nyumba na mtaani kwa jumla, kama yupo Muislamu ambaye haoni, kama alivyokuwa sahaba Mtume radhiyallahu anhu wa arda, naye anakuja kwa Mtume kuomba ruhusa. Je, huyo muadhini akiadhini, ya Rasulullah, mimi nina nafasi ya kusali nyumbani kwa sababu sifa zangu naziona, sioni mimi kipofu? Mtume alayhi salatu wassalam anamwambia, maadamu unaipata sauti, unasikia Allahu akbar, Allahu akbar pale nyumbani kwako, faajib al-amru, itikia adhan, kuja msikitini. Hii ni nukta ya kwanza ya ulazima wa Waislamu kuijia swala msikitini, imma an yakuna salatu aljumaa wa imma an yakuna salatu min salawati alkhams, ima iwe ni sala ya Ijumaa kama hii, ama iwe ni zile sala tano za kawaida. Anatakiwa Muislamu maadamu anaisikia adhan nyumbani kwake afike msikitini asali. Maadamu adhan inasikika, wanatakiwa jamaa hawa wafike msikitini kusali. Miongoni mwa hizo sunna sasa ambazo kwamba zinatakiwa yule mwenye kumsikia muadhini awe nazo na zitekeleze wakati huo, tutagusia sunna 6 kwa wakati huu. Ya kwanza, at-tardidu khalfa al-muadhdhin, kurejelea yale anayotamka muadhini nyuma ya muadhini. Muislamu akisikia Allahu akbar, Allahu akbar, naye anarejea kwa sauti za chini, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah, naye Muislamu anarudi kwa sauti ndogo, ashhadu an la ilaha illa Allah. At-tardidu khalfa al-muadhdhin, wakati adhani na adhiniwa si wakati wa gumzo, ima uko ndani ya msikiti ama nje ya msikiti au barabarani, maadamu unamsikia muadhin. Sunna ya Mtume alayhi salatu wasalam ni kwamba turegee yale anaosema muadhini, tufanye kukariri kile anachokisema muadhini. Tutabi'uhu ila fi hayya ala salat wa hayya ala al-falah, unatakiwa kumfatiliza muadhini isipokuwa kwenye hayya ala salah, hayya ala al-falah. Ukifika hapo kuna matamshi tofauti, lakini huku nyuma kote na kule mbele baada ya hayya ala salah, hayya ala al-falah, matamshi ni yale yale. Lakini hapa kwenye matamshi haya namna mbili, njoni kwenye swala, njoni kwenye kufaulu, hapa tunasema la haula wala quwwata illa billah. Kule kuijia swala na kule kuja kwenye kufaulu, hakuna werevu kwa mwenye kuja huko,
wala hakuna nguvu, bali ni taufiki ya Allah tabaraka wa taala kuweza kuitikia wito huo. La haula wala quwwata illa billah. Njooni kwenye sala jamani. Kuijia sala si wepesi wala si ujanja wa mmoja wetu, bali ni taufiki ya Allah tabaraka wa taala. Hapa mwanadamu anakiri kweli, tumesikia, lakini mwenye kufika hapo basi Allah amemchagua. Allah amemchagua. Allah amemfanyia wepesi yule mwenye kuitikia adhan. Si rahisi kuitoka na kuiacha bedsheet yako mzito alfajiri, kisha uamke na upangusa usingizi wako kwenye macho, alafu uje msikitini kwa wakati. Si jambo jepesi hili. Illa rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi. Hizi ni sifa za wanaume ambao wamethibitisha, wamekiri kile walichomwahidi Mungu. Tulipokuwa huko, kabla tuingie kwenye matumbo ya mama zetu, tulipokuwa huko mgongoni kwa Nabii Adam alayhi salatu wasalam, kila mmoja alikubali uwepo wa Allah peke yake. Wa idha akhadha rabbuka min bani adama, na pale Mwenyezi Mungu alipochukua ahadi kwa wanadamu. Ahadi gani? Alastu bi rabbikum, Allah aliposema kwani mimi sio Mola wenu? Qalu bala, wakasema watu wote, roho zote, kwa nini ya Allah? Wewe ndio Mola wetu, wewe ndio mlezi wetu. An taqulu yawm alqiyama inna kunna an hadha ghafilin. Wasije wakasema siku ya kiyama hawa kwamba sisi tulikuwa tuungafilika na haya mambo ya Mungu, ilikuwa hatuyajui sisi, lakini tumewashuhudisha hawa ili wasipate hoja siku ya kiyama. Kwa hiyo wallahi hakuna hoja ya siyeswali mbele ya Allah tabaraka wa taala kwamba mimi bwana huko duniani tulikuwa tuswali kwa sababu hakuna msikiti karibu, au msikiti ulikuwa lakini walimu hakuna, au kadha. Hiyo hakuna. Hakuna. Kwa ahadi tuliibeba mikono miwili mbele ya Allah kabla tuingie kwenye migongo ya baba zetu, na kabla tuingie kwenye matumbo ya mama zetu na kuzaliwa kuja duniani. Kila mmoja alichukua ahadi hapo ya kuja kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Kila mmoja. Kwa hiyo wanaotikia muadhini na kuja msikitini, rijalun, hao ni wanaume, sadaqu, waliosadikisha, ma ahadullah alayhi, kile walichomwahidi Mwenyezi Mungu kwamba wao watakuwa waislamu kisawasawa. Faminhum man qada nahba, wapo tayari ambao kwamba walitimiza ahadi yao na washakufa, wameenda zao kwa Allah. Wa minhum man yantazir, na wapo ambao kwamba bado wapo duniani wanatekeleza ahadi ya Allah, wanasubiri mauti yao. Wama badalu tabdila, na wala hawajabadili hata nukta moja, bado wameshika ibada kisawasawa. Yantadhiruna almaut, huku wakisubiri msafara wa kifo. Hao ni watu wanaoitikia muadhini. Kwa hiyo inapofika hayya ala salat, hayya ala alfalah, anatakiwa muislamu asibake kimya, bali atamke maneno haya: la haula wala quwwata illa billah. Wallahi hakuna uwerevu wala hakuna nguvu wala hakuna chochote hapa, illa ni taufiki ya Allah tabarak wa taala, sisi kufika ndani ya nyumba zake na kutekeleza taa. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam,
Katika haya tunazungumza, Mtume alayhi salatu wasallam anatuambia, idha sami'tumun nidaa, enyi waislamu munaposikia sauti ya mnadi ya muadhini, faqulu, basi semeni, msikae kimya, semeni mithla ma yaqulu almuadhdhinu, semeni mfano wa yale anayotamka muadhini. Mnaposikia adhan, basi na nyie tamkeni yale mfano wa muadhini anayotamka. Thumma baada dhalika, kisha baada ya kurejelea yale anayozungumza muadhini yote, as-salatu ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam baada al-adhan mubashara, tunatakiwa kumswalia mtume baada ya adhani kishaisha tu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim, mpaka mwisho. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salatu al-qa'ima, mpaka mwisho. Kwa hiyo adhani kisha kwisha tu unamswalia mtume alayhi salatu wasalam. Nasema mtume, idha sami'tumul muadhdhinu, pindi mnapomsikia muadhini enyi waislamu, faqulu, basi na nisemeni mithla ma yaqulu, mfano wa kile anachokisema. Thumma, kisha mkisharejea mfano wa adhan na kuadhiniwa, baadaye mkishamaliza, sallu alayya, nisalieni mimi. Adhani kishaisha na nyie mshamaliza kufuatiliza adhana hiyo, nukta inayofuatia barabara, nanyi nisalieni mimi. As-salatu ala nabiy, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, mpaka mwisho swala hiyo. Baada ya kumswalia mtume, agizo la 4, mtume anasema, thumma as'alu lillahi alwasila, thumma salullahi alwasilata lirasulillah, kisha mkishamaliza kumswalia mtume hapo, muombeeni mtume wenu alwasila. Sehemu hii ni ile sehemu ambayo mtume atasimama kuombea umma wake wote, kisha niombeeni alwasila, yani cheo, nafasi ambayo nitaipata kwa Allah ya kuombea umma, niombeeni nafasi hiyo niipate. Nao ni gani? Naomba vipi? Ni ile dua ya baada ya adhan. Dua hii mtume anasema, thumma salullaha liyal wasilata, kisha niombeeni kwa Mwenyezi Mungu nipate nafasi ya uombezi. Fa innaha manzilatun fil janna, kwa sababu hicho ni cheo huko peponi. Nipate sehemu hiyo, nipate kuombea umma. Nao ni kila baada ya adhan, muislam pale alipo, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salatu al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wab'athuhu maqaman mahmudan allati wa'adta. Unasoma dua hii kila baada ya muadhini unapomsikia na anapomalizika. Akishamaliza muadhini wako uliyemsikia, kwanza mswalie mtume, kisha omba na dua hii kumwombea mtume apate nafasi ya juu ya peponi, ili akapate kutuombea na sisi shafaa mbele ya Allah tabarak wa taala. Kapokea hadithi hii al-Imam Muslim. Ndugu zangu katika imani, hizo ni katika sunna za adhan ambazo zinatakiwa sisi kuzidumisha kila muadhini na kuadhini. Baada ya adhana hiyo na kumswalia mtume, kisha tukamaliza tukaomba wasila kwa mtume wetu Muhammad mbele ya Allah tabarak wa taala, jambo lingine linalofuatia
ad-du'a ba'dahu. Muislamu atakiwa anyanyue mikono yake sasa ajiombee dua na yeye, naombe na waislamu wote duniani. Adhani shadhiniwa, umeshafuatiliza adhani ilipokuwa mpaka mwisho, ushamswalia mtume baada ya adhan, ushaomba dua ya wasila baada ya kumswalia mtume. Kinachofuatia sasa nafasi yako na nafasi yangu kumuomba Allah tabaraka wa taala mambo yetu. Tunasema ad-du'a la yurad, dua hairejeshwi baina al-adhan wal-iqama, baina al-adhan wal-iqama, dua hairejeshwi baina adhana na iqama. Zile dakika ambazo muadhini ameshaadhini kashamaliza, iqama bado dakika 10 swala isimamishwe ikimiwe, hizo dakika chache hizo za kusubiria swala, hapo dua hairudi. Sasa ikiwa dua hairudi, inamaanisha tunatakiwa tuombe sasa. Tumakasema ad-du'a, dua waislamu, baina al-adhani, baina ya muadhini anapoadhini na kumaliza, wal iqama, na iqama kufikia wakati wake kukimiwa, mustajabun, dua hiyo ni yenye kuitikiwa. Hadithi ya pili hiyo. Ya kwanza ni kwamba dua hairejeshwi. Hadithi ya pili ni kwamba dua ni yenye kuitikiwa. Kisha mtume akatoa amri, fad'u, basi ombeni jamani. Huo wakati enweni mikono yenu, muombe Allah tabaraka wa taala na mambo yenu nyie. Hizi ni katika sunna za nini? Za muadhini. Hebu leo tazama waislamu walivyogafilika. Pamoja kwamba hatuitikii muadhini, wala haturejelea tukisema muadhini, wala hatumswali mtume baada ya muadhini, hata tuombe dua ya baada ya adhan, na hata nafsi zetu pia hatuziombei, tuna gumzo juu yake. Allahu akbar, Allahu akbar. Bana jana kwenye bodi unaona jamaa yule alipiga mguu kisigino mzake, anatawadha pale, adhana inaadhiniwa, lakini yeye pamoja kwamba hafuatilizi zile sunna za adhan, bado ana mazungumzo ya kishenzi wakati huo. Ameangalia mpira huko, amezungumza kutoka barabarani, hajatosheka paka kwenye fanya nini? Kutawadha. Hajatosheka mpaka msikitini wakiwa tunacheza bodi. Mpaka msikitini. Mpaka ndani ya nyumba ya Allah tabaraka wa taala, bado hajatosheka, anazungumza masala ya bodi hapo hapo. Sasa ikiwa hali ni kama hii, wewe unafikiria huyu ataitikia adhan? Unafikiria wakati anao wa kumswalia mtume huyu? Hivi wakati anao wa kuitaka wasia kwa mtume huyu? Baada ya hapo wakati anao wa kunyanyua mikono yake akaomba majambo zake, ana shida anao wakati huo? Anachokiangalia saa dakika zimefika, kimswala, hajui anayeswalisha nani, hajui hata kaswali swaliwe tuende zake. Aisha kimiwa, imamu hayuko, watafutana sasa. Pale uliposukuma kwamba swala ikimiwe, niko umetarajia na nataka kupita hapa kuswalisha. Ndugu zangu, hii ni adhan na ina fadhila kubwa. Lau tutafahamu fadhila za muadhini, kila mmoja wallahi atataka kuadhini. Walakin la ta'lamu nafsun ma ukhfiyat lahum min qurrati a'yun. Sikitiko ni kwamba nafsi yoyote duniani hakuna inayojua kile kilichozibwa kwenye pazia macho yake. Hatuoni fadhila ya matendo tunayotenda. Jazaan bima kanu ya'malun, malipo ni kwa bidii ya matendo tunayotenda. Lao ingelikuwa sasa tukishafanya tunaona pale kumeongezeka,
tunaona kule kumefunguka. Wallahi ingekuwa kila mmoja saa hii yuko ndani ya msikiti. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka ukuta baina yako na baina ya fadhila ya matendo unayofanya na malipo yake. Walaqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Sura Qaf anasema ulikuwa wewe duniani umeghafilika na matendo haya, kwamba kumbe kurejelea adhana nyuma ya muadhini kuna malipo makubwa, kumswalia mtume baada ya adhana kuna fadhila nzito, kumtetekea mtume wasila kuna habari kubwa, na dua baina adhana kama inaitikiwa. Haya alikuwa umeghafilika nayo, lakini leo roho ishatolewa ndani ya mwili, ulikuwa umekuwa mughafala. Hebu tazama sasa, unaona majambo hatari. Rabbi rji'uni, Mola wangu regeshe. Allah piga reverse lale a'malu salihah, ili nikatekeleze yale mazuri ya kumswalia mtume, kuirejelea adhan wakati mwadhana adhini, kuomba dua baada ya mwadhini. Rabbi rji'uni, sikiza, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Hapana bana, hilo ni tamko tu anazungumza huyu. Wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun, na nyuma yao kuna barzakh. Barzakh ni sehemu atakaokaa maiti au mwanadamu, yantadhuru qiyam saa, anasubiri kiyama. Ima afunguliwe milango ya peponi hapo barzakh, au afunguliwe milango ya motoni. Wa na'udhu billahi min dhalik. Ataibun min adh-dhanb kama la dhanba lahu. Ndugu zangu katika imani, naikumbusha tena nafsi yangu na zenu kumcha Allah tabarak wa taala mara ya pili, na kwamba fadhila kubwa atazikuta mu'min mbele ya Allah jalla jalaluhu kwa bidii ya matendo yake mema na mazuri atakayosafisha kwa ajili ya Allah tabarak wa taala, na khasara atakutana nayo mwanadamu endapo atatupilia mbali a'malu salihah atakazokuwa anatakiwa kuzisafisha mbele ya Allah tabarak wa taala. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe na himma ya ibada ambazo kwamba zitakuwa ni njema na zenye kuvutia mbele ya Allah tabarak wa taala. Allah namuomba kwamba tukubalie toa yetu hata kama ni kidogo, na tubebe kwa hali tulizokuwa nazo, na tusamehe dhambi zetu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروه يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.